Kwa maelekezo ya uwanjani ya walimu wetu na jinsi wapinzani walivyo. Kwa hiyo tumepokea maelekezo kutokana na ukubwa wa mechi. Kwa hiyo tutaingia uwanjani kwa kuheshimu wapinzani, kwa kufuata maelekezo ya mazoezini, na imani mechi itakuwa nzuri. Swali kwa mchezaji kuelekea mchezo hapo kesho. Karibu. Mara nyingi kwenye game kubwa kama hizi unakuta concentration inakuwa labda ni kubwa zaidi katika kwanza mpaka dakika 80, lakini baada ya hapo unashangaa timu imeswitch. Kwa nini inakuwa hivi sana kama wachezaji maana ndio ambao wanawakilisha mfanyakazi wa mwalimu? Itakuwaje kwenye huo mchezo ndipo kama patatokea matatizo kama haya jana? Namna huwa wanashindwa ku maintain kile ambacho kimeanza dakika kwanza mpaka dakika 90. Yaani kikubwa hapo hivi kuanzia mwanzo wa mchezo mpaka mwisho, yaani ni kwa tu umakini kwa kucheza kwa kuheshimu ndo mpinzani, na imani mambo tutakaa tu vizuri. Swala pili kwa mchezaji. Karibu. Sawa. Unafikiri kwenda kucheza na klabu kama Yanga na kutoka kwenye situation kupata matokeo kwenye mchezo huu, lakini kawaida inawezekana nyie ikawaweka kwenye daraja la kwamba inaweza kwenda kupambana na kufanya chochote. Kama wachezaji kisaikolojia huwa mnazungumza vipi, na nadhani mechi ya Yanga huwa inakuwa na ukubwa gani kule na kuwabadilisha kwa namna gani siku ya mchezo? Yaani kwa kila mchezaji anatamani sana kucheza mechi kama hizo hapo. Umeona, hasa kwa timu yetu, kwa sababu tuko wachezaji wengi tumecheza mpira, tumecheza wazoefu. Kwa hiyo tunatamani sana kucheza timu kubwa kama hizo hapo. Kwa hiyo ninaamini mechi ya kesho itakuwa mzuri sana. Ndio kwa mashabiki wa Dodoma kuelekea mchezo wa Young Africans. Yaani kikubwa hapo ni support ya mashabiki, wasitoke kutufuatilia, kutupatia moyo, maana imani kesho tutafanya vizuri zaidi. Shukrani sana George. Shukrani. Kila laheri.